Karibu kwenye kipindi cha Mwanga wa Injili, tukiletewa na mchungaji Samuel Mwilu. Karibu kwenye kipindi. Basi nazidi kusema karibu kwenye kipindi hiki cha Mwanga wa Injili, kipindi kinachokujia siku na wakati kama wa leo. Uzidi kubarikiwa sana kwa kuzidi kushikamana na sisi, na Mungu azidi kuwatendea mema mkiwa pale nyumbani. Wacha Mungu azidi kuwatendea, na wakati mwingi nasema kwamba tunataka pia kuzidi kusikia vile ambavyo Mungu anafanya katika maisha yenu. Kwa hivyo hiyo namba iko pale chini ambayo imeandikwa Mwanga wa Injili. Endelea kupiga hiyo namba, tuma ujumbe wa SMS ama WhatsApp. Hata kipindi kinapoendelea inakuwa ni vizuri tunapopata feedback kutoka kwenu jinsi Mungu anavyozidi kufanya katika maisha yenu. Kwa hivyo karibuni sana, hata tukaweze kubarikiwa leo tena na neno la Mungu. Na kabla hayo yote tuweze kushukuru. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako ambalo Mungu linatuongoza kila wakati, ambalo ni taa ya miguu yetu, ni mwanga ambao unaongoza njia zetu. Na hivyo Baba, tunaomba kwamba hata leo ukaweze kumbariki mtazamaji wangu katika njia kipekee. Nibariki hata nami na sote tunaosikia neno lako siku ya leo, ukaweze kutubariki kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, tumeomba tukiamini. Amen. Leo ningependa tukaweze kuangalia ujumbe ambao unasema ni kwa nini haupaswi kupitwa na ushirika wa meza ya Bwana. Why should you not miss Holy Communion as a believer? Ni kwa nini ushirika wa meza ya Bwana ni muhimu sana kwako kama Mkristo? Tunaishi nyakati ambazo ushirika wa meza ya Bwana, Wakristo wenzangu, Wakristo wengi hawahusiki. Nimekuwa kanisani kwa miaka kadha wa kadha, lakini unagundua kwamba kuna Wakristo wengi walio kanisani, na ama kwa hakika wanasema kwamba wameokoka, lakini unapofikia ushirika wa meza ya Bwana unawapita tu. Yule ambaye anaongoza, anayepeana mkate, anasubiri Wakristo wakuje. Wakristo wameketi, na si Wakristo hivi hivi tu, wameokoka. Wanasema kila wakati mkikutana, Bwana asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tungependa tuangalie leo, mbona sisi Wakristo tuweze kuwa na ushirika wa meza ya Bwana, na ushirika huu una umuhimu gani kwako? Ama kwa hakika labda haujaweza kuelewa huu ushirika wa meza ya Bwana, umuhimu wake ni nini? Hebu tusome maandiko katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango ni huu wa 22. Tutasoma mstari wa 14 hata mstari wa 19. Neno la Mungu linasema namna hivi: hata saa ilipofika, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akakipokea kikombe. Neno la Mungu linasema akashukuru, akasema, toeni hiki mugawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini
inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari hiyo tuliyokwisha kusoma, tunaona kwamba kuna umuhimu mkubwa wa ushirika wa meza ya Bwana, na tutaweza kuangalia sababu kadha wa kadha ni kwa nini tuhusike. Jambo la kwanza, unahusisha nini na nini? Ushirika wa meza ya Bwana unahusisha mkate. Mkate ambao unatukumbusha mwili wa Yesu Kristo ulioteswa kwa ajili yetu. Ili mimi na wewe tuweze kupata wokovu, mwili wa Yesu Kristo ulivunjwa kweli, akapigwa, akaweza kusulubiwa msalabani, mbavu zake zikadungwa kwa mkuki. Yesu aliteswa. Na pia ushirika huu wa meza ya Bwana unahusisha pia kikombe. Kikombe hiki kinatukumbusha damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Na hivyo kwa nini tuweze kufanya hivi? Kwa nini tuweze kukua na hali hii ya kula mkate na kukinywa kikombe kila wakati? Jambo la kwanza, the core meaning of communion, the first reason is remembrance. Kukutukumbusha hayo yaliyotendeka kwa ajili yetu. Ni kwa nini unaitwa mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu? Ni kwa sababu kuna mtu aliyegharamika. Yesu akasema mstari huo wa 19 ya kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mwisho wa mstari wa 19 unapokamilika anasema mstari wa 19, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa ukumbusho wangu. Sisi wanadamu ni watu ambao tunasahau sana. Kila wakati tunaweza kujikuta tumesahau mambo mengi. Mpendwa, unajikuta kwamba umesahau. We are a forgetful creature. All creatures. In the midst of business, distraction of life, God has given us this sacrament to help us remember what Christ has done for us. Believers can look back and be able to remember the death of Jesus on the cross and the blood that was shed on the cross. It is our duty to help our minds remember. Tunapokula mkate huu na kukinywa kikombe hiki, tunakumbushwa. Hakuna mtu ambaye hapendi kukumbushwa. Kila wakati wanadamu wanataka kukumbushwa. Na sisi wanadamu ni watu wasahaulivu sana. Na hivyo tunapoula mkate huu, tunamkumbuka Yesu Kristo. Dunia imejawa na mambo mengi. Tuko na shughuli mingi. Mambo mengi tunayokimbizana nayo, biashara na ukulima na mambo mengine. Tunaweza kusahau, lakini Yesu akaanzisha ushirika wa meza ya Bwana na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na inatukumbusha mauti ya Kristo pale msalabani. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwa ajili ya kukumbushwa yale Yesu ametutendea. Jambo la pili, for proclamation. Taking part in the Holy Communion shows the world that Jesus died and rose again, declaring his sacrifice until he returns. Tunatangaza mauti ya Bwana. Ni kama tunawakumbusha wanadamu tunapohusika katika meza ya Bwana. Mungu anawakumbusha hata walio nje, hata wale ambao hawajaokolewa, kwamba kuna kitu kilifanyika kwa ajili yao. Watu wakiwa kanisani wanapoangalia hali hii, wanaona kwamba Yesu Kristo kweli alikuja kwa ajili yetu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 26, Biblia inasema kwamba twaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa maana tuna jukumu la kutangaza mauti yake Kristo hata ajapo. Mstari wa 26 neno la Mungu linasema, maana kila muulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo.
Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 26. Je, wewe Mkristo unatangaza mauti ya Bwana hata ajapo? Have you stopped proclaiming the death of the Lord and the works that Jesus did on the cross on our behalf? Are you still proclaiming or you stopped proclaiming it? Je, bado unatangaza mauti ya Bwana? Kwa hivyo ushirika wa meza ya Bwana ni njia ingine ya kupeleka injili na kutangaza na kusema, tazameni ulimwengu, ya kwamba kuna mmoja aliyekufa kwa ajili yenu, akayatoa maisha yake kwa ajili yenu, kwa ajili yetu. There are things that are well understood by observation. Watu wanapoona tunapoyafanya hayo, kwa maana kuna mambo mengine ambayo watu wanaelewa vizuri tunapoyafanya, ili naweza kuwakumbusha watu mambo mengi. Na hivyo tutangaze mauti ya Bwana hata Kristo ajapo. Na hiyo ndio sababu haufai kukosa katika ushirika wa meza ya Bwana, ili utangaze mauti ya Bwana mpaka atakaporudi, mpaka tutakapofika mbinguni, tutangaze mauti ya Bwana hata ajapo. Jambo jingine la tatu ni kwamba inaonyesha ushirika, union with Christ. It unites believers with Christ and with one another as one spiritual family. Tunakumbushwa ya kwamba ushirika huu wa meza ya Bwana pia unatukumbusha ushirikiano tulio nao, na ndio unaitwa ushirika wa meza ya Bwana. Kuna mambo mawili pale kukumbusha ushirika wetu. Ushirika wa kwanza ni wetu na Mungu. Uko na ushirika na Yesu Kristo. Unapokula meza ya Bwana unasema, ninapokula mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mimi nina ushirika ndani ya Kristo kupitia damu yake. Nina ushirika na Kristo kupitia mwili wake ulioteswa. Kwa hivyo basi ni lazima uonyeshe kwamba uko na ushirika na Yesu. Jambo la pili, inaonyesha ushirika sisi na Wakristo wale wengine. You have fellowship with other believers. You are united in the same body of Jesus Christ and in the blood of the Lamb. Tuna ushirika naye Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo tunajitambulisha sisi kwa sisi kwamba ndio sisi ni ndugu na dada katika Kristo. Na hivyo unapokosa ushirika ya meza ya Bwana, tunajiuliza, bado ndugu huyu anatembea katika imani? Bado huyu dada ako na ushirika katika Yesu Kristo? Ndio hatuwezi kuhukumu mwanadamu yeyote. Lakini wakati wewe unatuambia nimeokoka, unatuambia nilibatizwa, lakini hatukuoni kwa ushirika ya meza ya Bwana, tunajiuliza, bado tuko njia moja na wewe? Tunajiuliza, bado uko na ushirika na Yesu? Nimetangulia kusema hatuhukumu mtu, maana hiyo haiko juu ya mamlaka yetu kufanya hivyo. Lakini unapoketi katika kile kiti, mpendwa, wakati mkate unapitishwa, wakati kikombe kinapitishwa, na wewe wakati mwingi unasema umeokoka, tunajiuliza, mpendwa, tuko pamoja? Tunaendelea vizuri? Tuko katika mwendo wa mbinguni? Jambo hili ni la maana sana. Kwa hivyo ni vizuri usiweze kupitwa na ushirika wa meza ya Bwana. Jambo la tatu, tunapoangalia, kabla sijaenda katika jambo lingine, tukiwa katika hilo jambo la tatu la ushirika, nataka kusema kwamba jambo hili la ushirika wa meza ya Bwana inatuonyesha kwamba tunatazamia pia kuona kwamba tunaye Bwana Yesu pia katika hali hile, kwa maana hatuko peke yetu. Yesu Kristo yuko pamoja nasi tunapofanya jambo hilo la ushirika ya meza ya Bwana. Ni kwa sababu bibi harusi lazima bwana harusi awe, ili kwamba sherehe hiyo ikamilike. Hata kama hayuko nasi katika mwili, tunajua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Hata tukiwa katika ushirika huo, tuna ushirika na Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo inatukumbusha kwamba tuna ushirika naye Bwana. Kwa hivyo jambo la ushirika na Kristo na ushirika na Wakristo wengine ni jambo ambalo linafaa kuwa kati yetu. Jambo la nne ni kwamba linatupa nguvu za kiroho, spiritual nourishment.
spiritual nourishment. Tunapokula mkate huu na kukinywa kikombe hiki, inalisha roho zetu. It offers, it feeds the soul and strengthens faith, just as physical food helps the body live. It represents a constant spiritual nourishment. Ama kwa hakika, kama vile tunavyokula chakula chetu, kama vile leo mmekula chakula kisaidie miili yenu. Labda kuna wale wamekula sapa, wengine wamekula chakula kingine. Hicho chakula ni cha kukusaidia. Na je, chakula cha kiroho ni gani? Ushirika wa meza ya Bwana unatusaidia kupata lishe ya kiroho, manufaa ya kiroho tunapokula na kunywa tukimkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo. Na hali hiyo inasaidia roho zetu katika kiwango kingine. Jambo la tano ni kwamba it helps us in renewal of our faith. Inatusaidia kufanya imani yetu kuwa mpya kila wakati. Tunapokula na kunywa, inauleta hali ya mtu kujiangalia ndani, kwa sababu neno la Mungu linasema kabla hujakula wala kunywa, chunguza moyo wako. Na katika ile ya kujichunguza, tunapojichunguza tunasema it offers a quiet time to check one's heart, ask for forgiveness and restart a clean walk with God. Yani unaweza kujipeleleza. Inakuwa kila wakati unaangalia moyo wako, na hiyo inafanya moyo wako kuwa na ule upya kila wakati wa kuweza kutembea na Bwana wetu Yesu Kristo. Therefore the renewal of your heart happens every other time, and that makes us even to be more ready for the coming of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unafaa moyo wako ufanywe kuwa mpya kila wakati. Na jambo la 6, inatukumbusha juu ya tumaini tulilo nalo. Hope. It points toward the eternal promise of being with Christ in heaven. Biblia inatuonyesha kwamba kuna tumaini tulilo nalo ndani ya Kristo, na kwamba tuna tumaini la kuwa na Yesu Kristo mbinguni. Inatuelekeza ama kuonyesha kidole kwamba Wakristo, tazameni, kuna tumaini tulilo nalo ndani ya Kristo. Kwa maana Kristo mwenyewe anasema kwamba hata kula wala kunywa tena mpaka ufalme wa Mungu utakapothibitishwa. Na akawaambia wanafunzi wake, sitakula na kunywa mpaka nitakapokunywa nanyi mpya katika ufalme wa Mungu. Hivyo basi inatuelekeza pale ya kwamba kuna siku ambayo utakunywa na kula pamoja na Yesu Kristo. Na hivyo Yesu Kristo anasema pia katika Mathayo, kwa maana aliwaambia hayo katika kitabu cha anawaambia pia katika Mathayo ya kwamba sitakula wala kunywa mpaka ufalme wa Mungu utakapothibitishwa. Ametaja katika mlango huu katika Luka 22. Lakini pamoja na hayo katika Mathayo 26 mstari wa 29, Yesu anasema maneno haya kuhusu ushirika huu, na kwamba hata kula na kunywa mpaka atakapofika katika ufalme wake. Verse 29, Matthew 26:29, neno la Mungu linasema namna gani? Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Akasema hata kunywa tena uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Yesu akasema atakunywa nasi upya tutakapofika katika ufalme wa Baba yake. Jambo lilo hapa ni kwamba tunafaa tuanze kuangalia mawazo yetu, kuangalia mbele mahali tunaenda. Holy Communion transfers our minds to the future. It is a type of the eternal feasts of the saints with the Lord in heaven. This reminds us of what will be happening. Now the question I still ask again and again, why are believers not taking Holy Communion? If you do not partake of it now, it creates doubt about taking it with the Christ in heaven. Yes, we cannot judge, as I said earlier, but what are you supposed to do? Do what is needful. Repent
change your ways. Hivi ni kusema kwamba kama kweli Kristo atakunywa pamoja na watakatifu mbinguni, swali ambalo ni rahisi sana. Kama leo kanisani mwenu, kanisa unakoshiriki, meza ya Bwana ikikuja inapita, hauhusiki. Kama hauhusiki hapa duniani, ni nini kitafanya sisi tuamini ya kwamba utahusika kule mbinguni? Ni nini kinachokupa? Na wakati mwingi hali ambayo inatushika sana wa Kristo ni hali hiyo ya dhambi. Ni hali ya kujishuku, sifai leo kula na kukinywa kile kikombe kitakatifu. Ni nini unachofaa kufanya? Je, ni kukaa mwaka mzima bila kula na kushiriki meza ya Bwana? La, ni kutubu mpendwa. Mwambie Bwana, ninajua makosa yangu, najua dhambi zangu, ninaomba Mungu unisamehe. Ndiyo nimeokoka, ndiyo nimebatizwa, lakini kuna mahali niliteleza. Bwana nisaidie. Enda kwa mchungaji katikati ya wiki, mpigie simu, mwambie pastor, ningependa kukuona katikati ya wiki. Na uende mketi pamoja na mchungaji wako kanisani, akuombee, umwambie ukweli wa mambo, mwambie mimi nahisi moyoni mwangu sitembei vizuri na Yesu Kristo. Na kila wakati meza ya Bwana inapita, mimi ninashindwa kwenda kukinywa kile kikombe. Na sasa nataka kurudi ili nimkumbuke Bwana wangu Yesu Kristo, ili nisiwe na hali hiyo ya kujishuku juu ya mwendo wangu wa imani. Mpendwa, leo nasema kwamba ushirika wa meza ya Bwana ni muhimu. Na nikataja mambo kadha, nikasema jambo la kwanza ni kwa ajili ya ukumbusho wa Yesu Kristo. Tuendelee kumkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, maana akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Jambo la pili tukasema kwamba it is for proclamation. Inaonyesha kwamba tutatangaza mauti ya Bwana mpaka atakaporudi. Ni kutangaza na kukumbusha ulimwengu ya kwamba kuna mmoja aliyekufa na kufuka kwa ajili yetu. Na tukaona kwamba katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 26 Yesu akasema, kwa katika hali hii ya kula na kunywa mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tuendeleeni kutangaza mauti ya Bwana kupitia ushirika wa meza ya Bwana. Jambo la tatu, tunaposhiriki meza ya Bwana tunaonyesha kwamba tuna uhusiano na Kristo na tuna uhusiano na waaminio wengine. Kwa hivyo ni vizuri ushiriki meza ya Bwana kuonyesha kwamba kweli uko na ushirika katika damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo. Wewe ni moja katika safari, na Wakristo wengine wataona pia unatembea pamoja na wao, na jambo hilo linatia moyo. Jambo la nne nikasema for our nourishment. It feeds the soul and strengthens faith just as physical body helps the body live. Hii ni hali ya mwili kutiwa nguvu, kama vile tunavyokula chakula chetu tunapata afya ya kiroho. La tano nikasema for renewal, yani tunapohusika katika meza ya Bwana, neno la Mungu linasema tuwe tukijichunguza, na hiyo inakupatia nafasi ya kusafisha moyo wako kila wakati. Na unapojiandaa, haujiandai tu kwa ajili ya mkate, lakini pia unaandaa moyo wako kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo. Na jambo la sita na la mwisho tukasema kwamba inatupatia matumaini kwamba siku moja tutakuwa na Yesu. It creates hope. It points forward to the eternal promise of being with Christ in heaven. Maana Yesu Kristo anasema ya hatakula wala kunywa hata atakapokunywa mpya nasi tutakapofika katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hivi ni kusema huko mbinguni kutakuwa na Holy Communion. Na swali nikauliza, je, kama hukuli ushirika kanisani mwenu, ushirika wa meza ya Bwana, kama uhusiki, je, ya mbinguni utakuwa nayo? Hii inaonyesha kwamba kuna shaka, na hivyo anza mapema kujiandaa, kwa maana kule mbinguni kuna ushirika wa meza ya Bwana. Wakristo, tuendeleeni kufanya yale ambayo Kristo alituagiza tukayafanye, na usija ukabaki nyuma wakati kanisa linasonga mbele. Kufikia hapo, wacha Bwana atubariki, na tukumbuke kwamba ni lazima na ni muhimu tuhusike katika ushirika wa meza ya Bwana. Kufikia hapo, wacha Bwana Yesu azidi kutubariki. Amen. Asante kwa kuwa nasi. Je, kipindi hiki kinakubariki?
Tungependa kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali, maoni au hitaji la maombi, tuma ujumbe au kupiga simu kwa nambari 0758909715. Hadi kipindi kijacho, Mungu azidi kuwa nawe.